Kawabe Sports, mimi ni Torama KG. Niko hapa na odha wako nikiliendesha gurudumu hili. Kubwa hasa ni kuangazia taarifa za kimichezo ambazo zimetokea siku ya jana, lakini na zile ambazo pia zitakwenda kutokea siku ya leo. Jana kulikuwa kuna michezo kadha wa kadha ambayo imepigwa Tanzania, nje ya nchi kwa ujumla. Kwa maana pia jana ilikuwa ni finali ya CAF Champions League ambapo kwa upande wa klabu ya FAR Rabat iliwakaribisha Mamelodi Sundowns pale jijini Rabat. Lakini pia Ulaya michezo mingi imechezwa. Man City kacheza, Burnley amecheza, Arsenal amecheza, Manchester United pia amecheza. Nitakujuza matokeo yake namna ambavyo amekuwa. Lakini pia kubwa hasa tukianza katika soka la ndani ni mchezo wa Nalunya Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulipigwa pale jijini Dar es Salaam katika uwanja wa KMC Complex ambao hivi sasa Simba Sports anautumia kama uwanja wake wa nyumbani. Kile ambacho tumeendelea katika mchezo wa jana, by the way, ulikuwa ni mchezo mzuri kwa maana ya kwamba ulikuwa na radha halisi ya NBC Premier League. Ule ushindani, ile maana halisi ya ligi yetu kwa namba 5 kwa ubora barani Afrika, nadhani jana tumeuona. Na light kama mechi zote za ligi kuu zingekuwa zinachezwa kwa intensity ya namna ile, basi itoshe kusema kwamba ingekuwa ni ligi ambayo ni zaidi ya hapa ambapo ipo katika namba ya ubora kwenye ranki za CAF. Ni mchezo ambao ulikuwa Dodoma Jiji ni second team, lakini hawakuwa hivyo ambavyo watu wengi walidhani. Walikuwa wakipata mpira wanakuja na wenyewe wanafungua mashambulizi na wanafika golini kwa Simba. Sema hawakuwa tu clinical enough kwenye kufanya finishing. Kwa upande wa Simba pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Wakipata mpira wanakwenda wanashambulia. Ilikuwa ni mechi ambayo ni njoo nije, japo sio mpishano wa 100%, lakini angalau ukiweka kwenye uzani hivi ni 60 kwa 40%. Unaona kabisa Dodoma Jiji walikuwa na wenyewe kuna kitu wanatafuta, na hata ukiangalia namna ambavyo mwamuzi amemaliza mchezo utagundua kwamba Dodoma Jiji walikuwa bora pia katika siku ya jana. Na hii ni confidence ambayo pia naweza nikasema wameipata katika mchezo wao ambao waliushinda dhidi ya Young Africans goli 3-2. Ni mchezo ambao umewapa confidence. Kwa nini? Kwa sababu walipata matokeo ya alama 3 na magoli 3 dhidi ya klabu bora ambao ni bingwa mtetezi hivi sasa katika ligi kuu ya Tanzania. Kwa hivyo Dodoma Jiji wameonyesha namna ambavyo timu za daraja la kati zinahitajika kucheza. Kubwa hasa ambao pia naweza nikazungumzia katika mchezo wa jana ni namna ambavyo penalty ilitokea. Wengi kwenye mijadala yao wakitoa comment kwamba kuna namna penalty ilibidi kurudiwa. Binafsi pia nimekiona hicho kwamba wakati penalty inapigwa na Clatous Chota Chama, Eli Mpanzo Kibisawala alikuwa tayari ameingia katika box. Japo hakuwa peke yake, walikuwa pia wachezaji wengine wa Dodoma Jiji ambao tayari waliingia ndani ya box. Kwa hivyo kwa sheria ilibidi mwamuzi afanye ile penalty irudiwe, kwa maana kwamba Chama apige upya. So kwa sababu hakuna VAR, hakuna usaidizi mwingine ambao anaweza kaupata, so ikabidi iwe hivyo, ikaandikwa kuwa bao. Lakini kwa wale ambao wanajaji labda huenda haikuwa penalty, no. Golikipa wa Dodoma Jiji alikwenda kumuingilia Mpanzu, yani mpira tayari haupo, yeye akaenda kuingia kwenye miguu, japo hajaigusa ile contact ya moja kwa moja, lakini alikwenda kumuingilia Mpanzu kiasi cha kwamba kupoteza ile balance ya kulifunga bao lenyewe. Huo ni mchezo wa jana. Lakini pia leo kuna mchezo wa Young Africans dhidi ya Namungo. Bana, mechi ya kwanza ilikuwa ngumu japo Young Africans alipata matokeo bora. Leo itakuwaje? Pale KMC Complex majira ya saa 12 na dakika 15 mchezo utapigwa, Young Africans dhidi ya Namungo. Ni mchezo ambao binafsi nauona unaotazamia ukiwa ni mchezo mgumu, kwa sababu mara kadhaa Namungo na Young Africans hawajakuwahi kuwa na mechi nyepesi. Na pia ukiangalia hivi sasa Namungo anajitetea kuhakikisha kwamba anajiweka vizuri katika msimamo wa ligi, lakini pia Young Africans na mwenyewe anahakikisha anazipata alama, kwa sababu hii ni sasa na finali katika mechi ambazo zimesalia kwa Yanga na Simba. Kila mechi iliyoko mbele yao ni finali, kwa sababu wao ndio ambao wana ile nafasi kubwa kwenye title, kwa maana ile kulift ile trophy ya NBC. Yanga na Simba ndio ambao wanachuana hivi sasa. Simba hivi sasa anaongoza ligi kwa alama 1, Yanga akishinda anaongoza ligi kwa alama 2. Iko hivyo, wanapishana kwa namna hiyo. Atakayedondosha alama 1 kwa nyakati hizi, iwe alama 1, atakayedondosha labda atakayefungwa, kwa mfano Young Africans kama akitoa sare anampa uwanda mpana Simba sasa, japo anakuwa alama wamelingana, lakini anatoa advantage kwa Simba kupata matokeo bora. Lakini Young Africans na mwenyewe leo hii anahitaji kupata matokeo ya alama 3 ili aendeleze ubabe wake wa kinyang'anyiro cha ubingwa wa NBC Premier League. Lakini pia tukiachilia mbali hapo na hama kimataifa bwana, jana kulikuwa kuna mchezo wa CAF Champions League, mchezo ambao uliwakutanisha AS FAR Rabat pamoja na Mamelodi Sundowns. Mchezo ulikuwa ni mzuri kwa sababu ya
ile radha ya CAF Champions League tuliiona. Njoo nije twende, japokuwa kwa upande wa FAR Rabat walikuwa bora, possession ya 52 kwa 48, lakini haikuwazuia Mamelodi kwamba kwa sababu hapo ugenini basi wasifanye vile ambavyo vinahitajika. Shout za kutosha sana kwa Ronwen Williams, moja ya magolikipa bora sana ambao jana alicheza mkwaju wa penalty ambao ulikuwa ni wakati mechi inaendelea. Dakika ya 40 walipata penalty FAR Rabat kupitia Mohamed Imrat, wakaweka mpira kimiani, lakini Taboho Mokoena na mwenyewe dakika ya 45 za nyongeza, 45 plus naweza nikasema hivyo, akarejesha akawapatia goli la kuongoza kwa upande, goli la kusawazisha kwa upande wa Mamelodi Sundowns. FAR Rabat wakapata penalty nyingine, lakini mwamba Ronwen Williams akafanya kilicho bora, akacheza ile penalty na kwa upande wa Sundowns wakawa salama katika eneo hilo. Kwa hivyo mechi iliisha kwa kufungana kwa 1-1. Mchezo wa kwanza FAR Rabat alifungwa goli moja. Kwa hivyo in aggregate ngoma ikaisha kwa idadi ya goli 2-1 au 1-2. Hivyo hivi sasa bingwa mpya ni Mamelodi Sundowns. Msimu uliopita kwa maana ya kwamba 2024-25 bingwa alikuwepo ni kwa upande wa Pyramids, wakina Maeli walichukua ubingwa, lakini safari hii ni Mamelodi Sundowns baada ya miaka 10 kupita. Nakumbuka ilikuwa 2016 ndio walibeba ubingwa Mamelodi Sundowns. Baada ya miaka 10 kupita, hivi sasa wameweza kupata ubingwa. Simba na Yanga mnafeli wapi? Mnatakiwa kuwa wavumilivu bwana. Wenzenu wamepambana vya kutosha, wamewekeza vya kutosha, na matokeo yake wameweza kuyapata mwaka 2026. Naondoka hapo bwana, matokeo ya jana katika ligi kuu kule Ulaya kwa maana ya EPL, Brighton bwana alikula chuma 3 dhidi ya Manchester United, moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi duniani. Lakini pia kwa upande wa Burnley dhidi ya Wolves, ngoma iliisha 1-1. Crystal Palace na Arsenal, mechi iliisha 1-2. Arsenal bwana amepata ubingwa lakini bado anawakunyuga wenzie. Kwa upande wa Fulham na Newcastle, Fulham waliondoka na ushindi chuma 2-0. Lakini kwa upande wa Liverpool pamoja na Brentford, ngoma iliisha 1-1. Man City yeye ndio amejichokea kabisa, maana baada ya kukosa ubingwa ameendelea kupoteza mchezo mwingine dhidi ya Aston Villa. Hivyo ndivyo ambavyo matokeo ya siku ya jana yalikuwa katika ligi kuu soka pale England. Mimi ni Rama KG, nenda Instagram ukanifollow, lakini cha kukusii zaidi ni kuendelea kuifuatilia Kawabe Media katika mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, Thread, kote huko tunapatikana kama Kawabe Media. Baadaye bwana, kuanzia majira ya saa 10, saa 9 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, tutakuwa tunakupa ripoti za mchezo ya Young Africans dhidi ya Namungo pale KMC Complex. Tutakuwepo mimi na ndugu yangu Mkameroni, hakikisha kwamba tunakupa kilicho bora kwa taarifa zote. Lakini pia hivi sasa kuna interviews mbalimbali zitakuwa zinatembea pale YouTube ya Kawabe Media pamoja na Instagram na mitandao